Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Hii ni Kasako na siku ya leo ni siku ambayo inaadhimisha Good Sponsors Day. Ni siku maalum ya kuwaenzi mume na mke. Inamaanisha wanandoa kuthamini, kuheshimiana, kuonyesha upendo na kushukuru mchango wa kila moja katika ndoa. Inasisitiza maelewano na mawasiliano, ni kukumbusha wanandoa wazungumze, wapange muda pamoja na kuimarisha uhusiano wao. Ni siku ya kifamilia na upendo. Lengo kubwa ni kuimarisha misingi ya ndoa na familia. Kwa kifupi, Good Sponsor ni siku ya kusherehekea upendo na umoja, kuthaminiana kwa wanandoa. Sikukuu hii ya Good Sponsors Day ilianzisha mnamo mwaka 1988. Ilikuwa na lengo namba 1, kuhamasisha shiriki na maelewano ya wanandoa, kuonyesha shukurani na upendo kati ya mume na mke na kuimarisha uhusiano wao. Namba 2 ilikuwa na lengo la kukuza mtindo wa kimaisha wenye urefu wa muda wa kupumzika. Ilipendekezwa na Alliance Development Center, sasa Japan Productivity Center, kama sehemu ya utamaduni wa kutumia muda wa kupumzika pamoja kama wanandoa. Namba 3, kutoa fursa ya kuashiria shukrani. Ni siku ambayo wanandoa wanaweza kusema asante kwa mwenza wao kwa kazi ya nyumbani, usaidizi, uhusiano wa kila siku. Kuonyesha uelewa wa maadili ya maisha ya nyumbani. Kupitia kampeni za elimu na shughuli za jamii, maadhimisho ya siku hii husaidia kuenzi uhusiano wa wanandoa na kuhamasisha mawasiliano bora. Namba 5, kuleta fursa ya biashara, yani maadhimisho haya pia yalianzishwa kwa kuunga mkono biashara. Kampuni nyingi zinahusishwa katika kampeni kuhusiana na Good Sponsors Day ili kuendeleza bidhaa na huduma zinazolenga wanandoa. Kwa ufupi, ni siku ya kuenzi uhusiano wa wanandoa, kuonyesha shukrani na kuimarisha maisha ya pamoja. Nini kifanyike ili Good Sponsors Day iwe na manufaa zaidi na kuepukana na hasara zake? Yafuatayo yanaweza kufanyika. Namba 1, elimu juu ya maana halisi ya siku. Kusisitiza kuwa siku hii sio shindano la kuonyesha uhusiano mzuri, bali ni fursa ya mawasiliano na shukrani. Hii itapunguza pressure na mashindano ya mitandao. Namba 2, wanandoa kufanya vitu vidogo lakini vya maana. Badala ya kusherehekea makubwa, wanandoa watafanya mambo rahisi kama mazungumzo ya wazi, kupika pamoja, kutembea pamoja, kuandika ujumbe wa shukrani. Hii itafanya siku iwe ya kweli, si ya kifahari. Namba 3, kutoa msaada kwa wanandoa wenye changamoto. Watu wa huduma za ushauri, viongozi wa dini na wanasaikolojia wanaweza kutumia siku hii kutoa ushauri na saha, semina fupi, elimu kuhusu mawasiliano, usaidizi wa ndoa. Hii itasaidia wale wanaopitia migogoro. Namba 4, kuepuka shinikizo la zawadi. Elimu iweke msitizo kwamba sio lazima kutumia pesa, bali kuonyesha kuthaminiana. Namba 5, kuwahusisha pia watu wasio na wenza wao. Kwa mfano, kuendesha midahalo ya mahusiano kwa wote, kuongelea umuhimu wa kujipenda kwanza, kuandaa matukio ya familia au jamii. Hii itapunguza hisia za kutengwa. Namba 6, kuweka maadili ya kweli kuliko biashara. Biashara zinaweza kuhamasishwa kuangazia ujumbe wa upendo, maelewano, ustawi wa familia badala ya kukuza tu bidhaa. Na huu ndio mwisho wa Kasako Update. Ulikuwa nami mtangazaji wako Adela Thomas. Sikukuu hii huwa inaadhimishwa kila Novemba 22. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.